Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tunajaribu kuzitafsiri aya katika Qur'ani tukufu, na nimependelea sana kuzitafsiri hizi sura ndogo ndogo, yani kuanzia, kwa kweli katika Qur'ani hakuna sura ndogo. Qur'ani sura zote ni kubwa, lakini tunaziita as-suwaru al-qisar, sura zilizokuwa fupi. Sura hizi ni fupi katika mjengeko wake, lakini maana zake ni pana, zina ujumbe mrefu, zina ujumbe mkubwa. Sasa katika Qur'ani kuna sura nyingi sana. Kwa nini tusitafsiri suratul Baqara, Alif Lam Mim, au suratu Ali Imran, au Nisa, au Tauba, au Maida, au A'raf, au Anfal, Yunus, tukachagua hizi sura ambazo ni za kijuzuni? Kwa sababu ni sura ambazo tunazisoma sana katika swala. Kwa hiyo tungependa tukafahamu maana yake japo kwa uchache. Sio lazima tufafanue sana na tueleze sana, tujue maana yake tujapo kwa uchache, neno kwa neno, nini maana aya fulani, ili tukinaposwali na kuzisikia aya hizi tujue nini kinakusudiwa. Na ndio maana mara nyingi ninapotafsiri ninakuwa nachukua siku moja sura nzima, na laiti utazichambua saa aya moja baada nyingine kwa undani na kwa umakini kabisa, basi utachukua aya moja muhadhara mzima, utaitafsiri aya moja muhadhara mzima, kwa sababu ni aya ambazo zina ujumbe mrefu sana. Na mimi tafsiri ya Qur'ani naisomesha, lakini si msikitini. Kuna vijana ambao nawasomesha hapa hapa Fuoni. Sasa hivi nina mwaka wa pili kama si watatu naisomesha hii juzuu ya amma, na mpaka sasa hivi tokea nianze nimefika suratu Al-Buruj, miaka mitatu. Kwa hiyo utazikuta kwamba aya kuzisoma kwake zina ujumbe mrefu na maana pana na maelezo mengi, lakini la nadhkuru fi hadha al-maqam illa shay'an yasira. Katika darasa hii nataja kichache ambacho kimetajwa na mashekhe wetu na wanazuoni wetu. Leo tutajaribu kuiangalia suratu Takwir, sura ya kukunjwa kunjwa. Neno takwir maana yake kukunjwa kunjwa, yani unachukua kitu na kikunja, ndio takwir. Kwa nini hii sura ikapewa jina hili? Tutaona inshallah tutakavyotafsiri ikapewa sura ya kukunjwa kunjwa, suratu Takwir. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fima maana alhadith, katika maana ya hadithi, man arada an yara alqiyama au an yanzura alqiyamata ra'ya al-aini falyaqra surat at-takwir wa surat al-infitar wa surat al-inshiqaq. Yoyote anayetaka kukiona kiyama, neno ra'yul ain manake anakiona live kabisa, yani anakiona kwa upeo wa hali ya juu kabisa, basi afanye kitu gani? Asome sura tatu. Ukitaka kukiona kiyama kilivyo, soma sura tatu. Akazitaja sura ya kwanza ni sura Takwir, ambayo leo ndo tunaitafsiri, na sura ya pili ni suratu Al-Infitar, ni sura ambayo itakuja baada ya sura Takwir, taijua tafsiri yake, itakuja kuisoma. Na sura ya tatu ni suratu Al-Inshiqaq, ambayo ipo baada ya Al-Mutaffifin. Ukizisoma hizi sura kwa vizuri kabisa, utakijua kiyama na utakielewa na utakiona tu. Sasa tujiulize swali, ina maana tukishaisoma hii suratu Takwir ndio kiyama tutakiona? Tutakiona kiyama vile kilivyo? Kukiona huku ni mtazamo wa aina gani? Kwa sababu neno ru'ya lina maana mbili. Neno ru'ya lina maana mbili. Kuona kitu kuna aina mbili. Kuna kukiona kitu kwa macho. Kukiona kitu kwa macho, yani unakiona sasa, unamuona yule pale Nofal amekaa anasikiliza darsa, unamuona sasa kwa macho. Hiyo ni aina ya kwanza. Na aina ya pili ni kuona kwa kufahamu, ni kuona kwa moyo. Hiyo inaitwa ru'yatul qalbi, ni kuona kwa moyo. Kuona kwa moyo maana yake nini? Maana yake ni kukifahamu kitu. Ni kukifahamu kitu. Kama mfano
unatoa sentence unasema raaitul kitaba mufidan, nimefahamu, sio nimeona. Unaweza kutafsiri nimeona, lakini maana inakuwa nimefahamu. Nimefahamu kwamba kitabu kina faida. Raaitu alkitaba mufida, nimefahamu na kutambua kwamba kitabu kina faida. Faida ya kitabu huwezi ukaiona kwa macho ukasema hii nimeiona faida kwenye kitabu cha Bulughul Marami. Haya, umeiona hiyo faida rangi gani? Hiyo faida uliyoiona, hiyo faida rangi gani? Rangi ya manjano? Faida haionekani, inajulikana kwa moyo na inafahamika tu, huwezi ukaiona. Kwa hiyo nimeona faida, maana yake nimefahamu kwamba kitabu hichi kina faida. Hiyo ndio maana ya ru'ya. Na ndio maana wanaosoma masala ya nahwu tunaingilia kidogo fani zao, wanasema kwamba ukitaka kujua tofauti kati ya ru'ya ya kuona kwa macho na ru'ya ya moyo, kwamba ru'ya ya moyo inatia mafuulu bihi mbili. Nadhani Sheikh Juma kwa pamoja unanifahamu mambo ya watu hayo. Ru'ya ya moyo inapokuja katika sentence lazima itakuwa na mafuulu bihi mbili, na ru'ya ya macho inakuwa na mafuulu bihi moja. Raaitu ar-rajula, nimemuona mtu kwa macho. Raaitu fi'lu wa fa'il na rajula ni mafuulu bihi. Na raaitu yani ru'ya ya moyo inakuwa na mafuulu bihi. Raaitu alkitaba mufida, nimeona kitabu kina faida. Raaitu fi'lu wa fa'il, alkitaba mafuulu bihi ya kwanza na mufida ni mafuulu bihi thani. Nimetaja masala kidogo hayo, inawezekana kuna baadhi hawajafahamu, lakini nimetaja kwa maksudi, kwa faida ya baadhi ya vijana wetu ambao wanasoma masomo haya katika shule za mahadi na nyinginezo, kwa faida yao tu. Basi Bwana Mtume anasema yoyote ambaye anataka kukiona kiyama, kuona huku si kuona kwa macho, ni kuona kwa moyo, kwa sababu unaweza ukatazama kwa moyo. Hata Mwenyezi Mungu tunamuona. Mwenyezi Mungu tunamuona ndio, lakini tunamuona vipi Mwenyezi Mungu? Tunamuona kwa moyo. Mwenyezi Mungu tunamuona vipi? Kwa moyo. Haya, tunamuona kwa moyo vipi? Mbona sijaelewa hapo? Imam Ali ibn Abi Talib aliulizwa, je, unamwabudu Mola wako wewe? Hali akasema naam. Wa kaifa la a'buduhu wa huwa alladhi khalaqani wa rabbani, na vipi nisimwabudu na yeye Mwenyezi Mungu ameniumba mimi na akanilea, na lengo la kuumbwa ni kufanya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah anasema sikumuumba jini na binadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Sasa yeye kaniabudu, kaniumba na nitamwabudu. Akaulizwa, je, unamjua kwanza Mwenyezi Mungu wewe? Unamwabudu tu. Araftahu, je, umemtambua? Akasema naam, ndio namjua. Akaulizwa, kaifa araftahu, siflana kaifa araftahu, hebu tupe sifa, umemtambua vipi Mola wako? Akasema araftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma araftu rabbi. Araftu rabbi, nimemtambua Mola wangu, bi rabbi, kwa kule kunilea mimi, walaula rabbi, na kama si Mola wangu, ma araftu rabbi, nisingemjua Mola wangu mimi. Kwa Mwenyezi Mungu nimemtambua kwa sababu yeye amenilea. Hawa wengine mimi siwatambui, akina Hubal na Manata na Uzza, kwa sababu hao hawanilei, hawanipi chakula. Wao wenyewe wanataka chakula wapelekee, na ukiwapelekea wanakula mabosi tu, hali wao miungu haili chakula. Kwa hiyo mimi nimemtambua Mola wangu kwa kule kunilea mimi. Araftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma araftu rabbi. Baadaye akaulizwa, hal raaitahu, je, umewahi kumuona? Akasema naam, ndio mimi shawahi kumuona Mwenyezi Mungu. Wala kusema hii Mungu unamuona? Akamwambia, hebu tueleze unamuona vipi Mwenyezi Mungu? Akatamka maneno mazito, akasema in kanatil uyunu la tarahu bimushahadatil ayani fa innal quluba tara bihaqiqatil imani. Anasema ikiwa haya macho haya yatashindwa kumuona Mwenyezi Mungu, yani ukao ukamwangalia alafu ukashindwa kumuona, basi huko ndo kumuona kwenyewe. Basi in kanatil uyun, ikiwa haya macho haya la tarahu, hayamuone Mwenyezi Mungu bimushahadatil ayan, manake kwa mtazamo wa live, manake unamuona hivi direct, basi fa innal quluba, tambueni kwamba hizi nyoyo hizi
tarahu, zinamuona Mwenyezi Mungu nyoyo hizo, bihaqiqati al-iman, kwa ule ukubwa wa imani. Manake nyoyo na imani yake kubwa ndio zinanifanya mimi mpaka nikamuona Mwenyezi Mungu. Lakini kwa nini namtazama Mwenyezi Mungu na kumuona kwa moyo, sio kwa macho? Kwa sababu kuona sio kwa macho tu, kuona tumesema vipi? Mpaka kwa moyo. In kanatil uyunu la tarahu bimushahadati al-ayani fa innal quluba tara bihaqiqati al-imani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu huwezi kumuona kwa macho. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Mwenyezi Mungu huwezi kumuona. Mshairi mwingine anasema al-ajzu an darki llahi idrakun wal bahthu an dhati llahi ishraku. Yani kule kukaa ukashindwa kumuona Mwenyezi Mungu ndio kumuona kwenyewe, lakini ukakaa ukaanza kumtafuta Mwenyezi Mungu yukoje, mrefu mwembamba, mrefu mfupi, mnene mwembamba, ukataka kumpekura namna vile alivyo Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni kufuru kubwa, hiyo ni shiriki kubwa sana. Al-ajzu an darki llahi idrakun wal bahthu an dhati llahi ishrakun. Na Imam Salim akasema katika mashairi yake, anasema wala tuhitu bihi al-aqtaru mudakhala wala yukayifuhu wahmun wala fikrun wala tuhitu bihi al-aqtaru mudakhala. Allah hawezi kumuona, hawezi kumuona kwa macho. Dunia wa ukhra fada aqwala man nasara, yani hapa duniani haonekani wala siku ya kiyama. Kwa hiyo hayo ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba ukitaka kukiona kiyama basi isome suratu at-Takwir. Tuanze kuisoma suratu at-Takwir. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, naanza kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani aliyelaaniwa. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tafsiri ya kwanza, Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Tafsiri ya pili, Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha waumini na makafiri hapa duniani na mwenye kuneemesha waumini peke yao siku ya kiyama. Tafsiri ya tatu, idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa kunjwa. Idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa kunjwa. Tuanze na aya hii kwanza, jua litakapokunjwa kunjwa. Na aya hii ndio sura ya jina ikapewa kwa aya hii, kuwirat, litakapokunjwa kunjwa, na takwiri neno kukunjwa. Hii aya hii imetajwa hapa kwa sababu tofauti. Mimi nitazitaja mbili. Kutajwa kwamba jua litakunjwa kunjwa siku ya kiyama, sababu ya kwanza, Allah anaonesha uwezo wake, anaonesha uwezo wake kwamba hili jua pamoja na ukubwa wake wote itafika siku litakunjwa kunjwa. Kwa hiyo Allah anaonesha uwezo wake kwamba uwezo wake Allah ni mkubwa. Halafu pia vile vile walikuwepo watu katika ulimwengu huu, na inawezekana mpaka sasa hivi wapo, ambao wanaabudia ili jua. Yaani wao wanaliona kwamba ili jua ni kiumbe kikubwa, ili jua labda ndio Mungu huyu. Wapo watu hao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba huyo Mungu ambaye nyinyi mnamwabudia, Mungu jua, itafika siku na yeye ataondoka katika ulimwengu. Hilo jua ambalo nyinyi mnaliabudia, ipo siku itafika, siku ya kiyama, hiyo jua litakunjwa kunjwa lote. Atabaki Mwenyezi Mungu peke yake. Na vitu vyote katika ulimwengu asiyekuwa yeye Allah vitamalizika. Vyote vitamalizika, vitaisha, isipokuwa yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jua limeumbwa, ili halijaja wenyewe, limetengenezwa, yupo aliyeliumba. Sasa nyinyi mnaliabudia, endeleeni, tuna ibada zenu hizo, lakini eleweni kwamba itafika siku huyo Mungu wenu na yeye ataondoka. Sasa vipi mtaabudu kitu ambacho kitaondoka? Ibrahim alisema, bwana, mimi Mungu wangu nyota. Halafu nyota zilivyoondoka akasema, kama nyota zinatoweka zinaondoka na kuja na kuondoka, mimi sitaki Mungu huyu, mimi nataka Mungu ambaye atabaki milele. Kuanzia leo siabudu tena nyota. Akasema, mimi Mungu wangu mwezi ukatawala we. Ilipofika asubuhi, mwezi wapi umetoweka. Akasema, mimi sitaki tena Mungu huyu. Kumbe Mungu wenyewe anaondoka. Akasema, sasa mimi Mungu wangu jua, hadha akbar, tena huyu ndo Mungu wangu mkubwa huyu.
na jua likakaa mchana, ilipofika usiku jua nalo hilo likaondoka. Akasema ibada gani, miungu gani hawa? Mungu wenyewe wanaondoka. Sasa mimi nikiwa nina shida nitamuomba nani? Mimi siabudu tena miungu hawa. Akaanza kuelekea sasa kwa Mwenyezi Mungu mmoja ambaye haondoki. Sasa ili jua mnaliabudia, lakini ipo siku litakunjwa, litaondoka. Kwa hiyo idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa. Aya ya pili, wa idha nujumun kadarat, na nyota zitakapopuputika. Nyota zitakapopuputika. Hii ni katika sura Takwir. Katika sura Al-Infitar ipo aya inafanana na hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idhal kawakibu intatharat. Wa idhal kawakibu intatharat. Nini maana yake? Nyota zitakapotawanyika. Kuna tofauti kati ya inkadarat na intatharat. Ipo tofauti kati ya kupuputika na kutawanyika. Ipo tofauti kati ya kupuputika na kutawanyika. Kinachopuputika kinakuwa kinatoka juu kinakuja chini, na kinachotawanyika kinakuwa kishafika chini sasa kinasambaratika. Sasa haya matukio mawili haya yote yatatokea siku ya Kiyama. Zitapuputika nyota, zikishaanguka zitatawanyika, zitasambaratika. Lakini kabla ya kutokea matukio mawili hayo, kwanza mbingu itatikishwa. Mbingu ile itatikishwa kwa nguvu, kama mtu amepanda juu ya mwembe anatikisha maembe yale, anatikisha alafu maembe yakawa yanapuputika, yakifika chini yanatawanyika. Ile mbingu itatikishwa. Allah anasemaje katika Qur'ani, sura Tur, yauma tamuru samau mauran, siku ambayo mbingu itatikishwa kwa nguvu. Itatikishwa mbingu kwa nguvu, sura Tur hiyo. Mbingu ikishatikishwa, kitakachobaki sasa zile nyota zile zitapuputika. Zikishapuputika, zikishafika chini zitatawanyika. Hiyo ni tafsiri. Lakini wapo wanazuoni ambao wanasema nyota haziwezi kupuputika, haziwezi kaanguka. Maana yake tafsiri yake sasa nyota ule mwangaza wake utazima. Na wengine wakasema nyota zitatoka angani, zitakuja na kadri zikishuka chini mpaka ule mwangaza wake unatoweka na dunia ndio inakuwa haipo tena. Ala kulli hal, maelezo hayo tutakuja kueleza katika sura Al-Infitar. Idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa na nyota zitakapopuputika. Hili jua likishakunjwa, hapo ndio ufahamu kwamba hakuna tena maisha. Watu, viumbe wote watakuwa hawawezi tena kuishi katika ulimwengu. Limadha? Lianna alhayata duna shams mustahilun, kwa sababu maisha bila jua hayawezekani kabisa. Haya maisha lazima lipatikane jua. Jua inakuwa ni asili ya uhai wa viumbe vyote. Ndio maana Allah akasema katika sura An-Nabai kwamba jua ndio kila kitu katika maisha. Allah akasema waja'alna an-nahara ma'asha. Tuliwahi kuitafsiri waja'alna an-nahara ma'asha, tukajalia hili jua ndio sababu ya kupatikana maisha katika kila kitu. No sun, no life. Kama hakuna jua ndio hakuna maisha. Kwa sababu gani? Jua linapiga katika mimea, mimea inanawiri, tunapata chakula kwa kupitia mimea hiyo, wanyama wanakula mimea hiyo, nakula maziwa, nakunywa maziwa, nakula kila kitu jua. Na hata hiyo mvua, duna shamsi la tumtir, hiyo mvua kama hakuna jua basi haiwezi kanyesha. Kwa sababu ili inyeshe mvua, tumesoma katika tafsiri sura An-Naziati, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, tukasema kwamba jua linapiga katika maji ya bahari. Maji ya bahari yanapata moto, yanapata yatoa mvuke. Mvuke ukishatoka unapanda juu katika mawingu. Ukishapanda juu unatengeneza kitu mawingu, ndio mvua inanyesha. Hiyo mvua yote na maji yanapatikana sababu ashams, ni sababu ya jua. Na zote hiyo ni science ambayo inazungumzwa katika Qur'ani. Allah anasema idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa, wa idha nujumun kadarat, na nyota zitakapopuputika. Allah anasema katika aya ya 3, wa idha aljibalu suyirat, majabali yatakapoendeshwa kwa kasi. Majabali yatakapoendeshwa kwa kasi. Tutakuja kusoma katika sura Al-Qari'ah, majabali namna yatakavyoendeshwa. Na kule katika sura Tur akasema watasiru aljibalu sayran, na majabali yataendeshwa kwa nguvu. Majabali yataendeshwa kwa nguvu. Majabali yatang'olewa, yatakuwa yanapeperushwa kama sufi. Hii kwa nini? Kwa sababu jabali ni kiumbe kizito, ni kiumbe kikubwa katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ni mwepesi kuliko hata majabali.
Asa ikiwa majabali na uzito wake yatapeperushwa yote hayo, basi binadamu ndio aogope zaidi na afanye maandalizi kwa ajili ya siku ya kiyama. Kwa hiyo ikiwa viumbe kama hivi Allah anazungumza kwamba vitakuja kupeperushwa siku ya kiyama, vitakuwa havijiwezi, basi huyu mwanadamu ndio ajiandae sasa afanye maandalizi kwa ajili ya kukutana na kukabiliana na siku ya kiyama. Wa idhal jibalu suyirat, majabali yatakapopeperushwa. Wa idhal isharu utilat, na ngamia mwenye ujauzito wa miezi 10 atakapoachwa huru. Allah anamtaja ngamia kwamba siku ya kiyama na uzito wake. Huyu ngamia ambaye ana thamani siku ya kiyama watu watampuuzia. Na Allah kataja ngamia kutokana na maisha ya kipindi kile, maisha ya Waarabu wa kipindi kile, kwa sababu ilikuwa ni watu ambao hawana gari, hawana usafiri wa aina kama hizi ambazo sisi tunaelewa. Usafiri wao wenye thamani ilikuwa ni ngamia, farasi. Na ngamia huyu anapofika ujauzito wa miezi 9-10 anakuwa ni ngamia mwenye thamani kweli kweli, kwa sababu ngamia ujauzito wake inakuwa ni mwaka mzima, miezi 12. Sasa anapofika umri wa miezi 9 ujauzito wake anakuwa na thamani. Maana yake haachiwi hata kwenda kufungwa katika pori kwa kuhofia asijakaibiwa, anawekwa pale pale katika banda lake. Wazee wanatoka ndio kwenda kumchukulia majani ili asijakaibiwa katika hali kama ile. Kwa hiyo ngamia katika hali kama ile ana faida nyingi sana ambazo zinasubiriwa na kutarajiwa. Kuna maziwa yatapatikana, kuna mtoto ambaye atasubiriwa baada ya muda mchache atajifungua ngamia yule. Kwa hiyo anakuwa ngamia ni mwenye kutunzwa, usije ukamgusa hata kidogo, ni kesi. Na ili mfahamu thamani ya ngamia kipindi kile, sasa hivi kwa dunia yetu ni sasa na gari moja ya Prado, ile thamani yake kipindi kile. Sasa hivi ndo usafiri ngamia ni kipindi kile ndo ngamia. Sasa hivi ni magari ambayo watu wanajifaharisha, mtu mwenyewe gari yake hataki hata ipate dosari hata kidogo. Siku za mvua kwambia mimi bwana, mimi gari yangu siitoi. Mimi na rafiki yangu mmoja anakuambia mimi kliki yangu bwana katika siku za mvua siitoi hata siku moja, itakuja kuchafuka. Anambia nzuri sana. Hiyo ni mali yako bwana, unapaswa kuitunza. Sasa mtu ikiwa kliki tu anaogopea sije kupata matope. Ije kuwa gari mtu anahofia, anambia mimi njia ile sipitishi gari yangu, njia mbovu sana ile, anakuwa anachunga sana. Sasa watu wa kipindi kile kama wao wanavyoithamini hiyo Prado yako, basi kipindi kile walikuwa wanathamini sana ngamia wao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaambia nyinyi mnathamini sana wanyama wenu, lakini kumbukeni kwamba siku ya kiyama uzito wake au ngamia mtakuja kuwakimbia. Itafika siku kishindo chake ni kikubwa, mtawaacha, mtawakimbia wala hamtowajali. Sasa Allah hapa anazungumza kuhusu kesi ya ngamia, lakini kuna kesi nzito kuliko hata hii. Allah anazungumza kwamba siku ya kiyama sio ngamia tu, mpaka yule mtoto mchanga ambaye ndio kwanza anazaliwa, basi mama atamwacha mtoto wake. Ile anajifungua tu mzee, kinakuja kitaanina cha siku ya kiyama, basi mama mbio anakimbia na anamwacha mtoto wake. Hata ushughulikia, hata usema kwamba mimi nitamchukua mwanangu huyu nikimbie naye jamani, hapana. Huyo mtoto wake atamwacha hapo hapo, litakalo kukuta likukute, lakini nafsi yangu, nafsi niokoke tu nafsi yangu mimi. Haya yote ni mambo ambayo tunazungumziwa katika Qur'ani kuonesha uzito wa siku ya kiyama. Wa idhal isharu utilat, kumbuka siku ambayo ngamia wataachwa huru. Utilat inatokana na neno utla. Utla maana yake mtu kuachwa, na ndio maana likizo katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-utla, likizo. Al-utla ni likizo. Ndio sasa hivi mko katika utla, mmefungiwa maadi Istiqama, mko katika utla. Hawa wako katika likizo kwa sababu wameachiwa huru. Miezi kadhaa walikuwa wamefungiwa boarding huko, sasa hivi wameachwa huru. Utla inaitwa utla kwa sababu wanafunzi wanakuwa wameachwa huru, na kipindi hichi cha Disemba wanakuwa wanaachwa huru, wanapewa utla wanafunzi. Kwa ile utla maana yake ni kuachwa. Sasa utilat maana yake ngamia wataachwa huru siku hiyo. Halafu Allah akasema wa idhal wuhushu hushirat, wanyama pori watakapokusanywa sehemu moja. Ukisoma maisha ya wanyama, hayatul hayawanat, utakuta maajabu makubwa sana. Maisha ya wanyama utakuta maajabu makubwa sana. Kuna wanyama au wadudu wanakaa sehemu moja muda wote, na huwezi ukaona peke yao, kama nyuki muda wote wanakuwa pamoja.
Uwezo ukasema nyuki ukamwona amejenga sehemu moja peke yake, alafu anafanya kazi zake peke yake. Hicho kitu serious kutokea. Labda awe katumwa na bosi wake kwa ajili ya kwenda kutafuta asali na uskari kwenda kupeleka katika mjengo wao. Lakini nyuki ni wadudu ambao muda wote wanaishi pamoja. Lakini kuna wadudu wengine serious kuona wamekaa pamoja kama vipepeo. Hutowahi kuona siku kwamba vipepeo wamekaa tele wamejikusanya hivi ndio wamekaa katika jumba lao. Wewe unaona muda wote ukimwona kipepeo unamuona peke yake tu, yuko kivyake. Ukiachana na hilo, ukizungumza hao wanyama hawa, kuna wanyama mazingira yao ni katika majabali tu. Kuna wanyama wengine katika misitu, kuna wanyama wengine si sana kukaa porini, wanakaa katika mazingira ya watu ambao wanaishi. Paka wanakaa katika majumba ya watu, na ni mara chache sana kuwakuta mapaka wako maporini tele, labda hawana mshughulikiaji. Lakini kama kuna mtaa, basi utaona paka wote wanachanganyika na watu. Lakini nitakuwa ni ajabu siku unakuja ukamkuta nyoka amekaa katika kochi hivi. Unaingia nyumbani kwenu umemwona nyoka kakaa hivi, katulia mwenyewe anaangalia TV. Hicho kitu si rahisi. Lakini sio ajabu kuja kumkuta paka amekaa kitandani au amekaa kwenye kochi amekaa ndani. Si ajabu kwa sababu ni kawaida, ni kitu ambacho tumekizoea. Lakini nyoka, simba, chui ni wanyama ambao wamezoeleka kuishi maporini, na wanyama kama paka ni wanyama ambao wamezoeleka au njiwa kuishi katika majumba ya watu. Na hawa ni mara chache kuona wamekutana pamoja. Hilo jambo jingine. Jambo jingine, kuna wanyama kawaida yao kuonea wenzi wao, kama simba kumhujumu swala au paa, au kuonea wanyama ambao hawana uwezo. Hiyo ni kawaida yao, yani kuwatesa wale wanyama wadogo. Na hii uwezo ukawa laumu ni kwa sababu Allah ndo alivyowaumba. Sasa ni vigumu sana kumkuta paa halafu anacheza na simba. Hicho kitu serious kukiona. Yani paa anacheza na simba. Kwa sababu ni wanyama ambao muda wote wanakimbiana. Kila mtu anamkimbia mwenzake. Yani paa anamkimbia huyu asija akakamatwa. Lakini kwa nini nikazungumza haya? Nimezungumza haya ili mpate picha ya hichi ninachokizungumza katika aya hii. Allah anasema wa idhal wuhushu hushirat. Wanyama wote siku ya kiyama watakusanywa sehemu moja. Kwamba ni vigumu sana kuwachukua wanyama wote ulimwenguni alafu ukaweka sehemu moja alafu waishi bila ya kupigana. Hicho kitu ni kigumu sana. Lakini siku ya kiyama Allah kwa uwezo wake wanyama wote hawa atawakusanya sehemu moja bila mnyama kumhujumu na kumshambulia mnyama mwenzake. Hii ni kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba huyu simba ambaye anamshambulia mwenzake anafanya hivi si kwa nguvu zake, anafanya hivi kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kulijua hilo, subiri tu siku ya kiyama ifike, utamuona simba atawekwa na kuku hapo, lakini hataweza kumfanya lolote. Yule kipanga, yule mwewe ambaye anakaa muda wote ana wawinda, ana vinyemelea vile vitoto vya kuku, siku ya kiyama atakuja kuwekwa siku moja vifaranga vya kuku na mwewe yao, na hata subutu mwewe kumchukua kifaranga hata kimoja, kwa sababu yule hafanyi vile kwa uwezo wake, ni uwezo wa Allah ambaye amempa. Lakini siku ya kiyama Allah ataondoa uwezo wao wote, atawaweka sehemu moja na watakusanyika wote, na hata subutu mnyama kumjeruhi mnyama mwenzake. Hii ni kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi aya zote zinaonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idhal isharu wa idhal wuhushu hushirat, na wanyama pori watakapokusanywa pamoja siku ya kiyama. Na sio wanyama peke yao, viumbe wote watakusanywa sehemu moja. Wanadamu wote watakusanywa sehemu moja, mkweli na mwongo, wabakaji, walevi, wauaji, kila aina ya watu watakusanywa sehemu moja. Na wengine wakatafsiri kwamba hawa wanyama watakusanywa sehemu moja siku ya kiyama kwa ajili ya kulipiziana kisasi. Yule mnyama ambaye alimpiga mwenzake kwa sababu tu hana pembe, siku ya kiyama watakusanywa, wataambiwa haya mlipizie, naye atapigwa kichwa kimoja tu. Alafu baadaye kisasi chao kitamalizika. Allah atasema haya wanyama nyote nyie kuweni mchanga, habari zenu zimekwisha, tuachieni na hawa wanadamu tuanze kuhukumu kesi zao, wa motoni ende motoni na peponi ende motoni. Wale wanyama wakishalipiziana kisasi wale, baadaye washamaliziana, haya nishamsamehe tumemaliziana, nyote kuweni mchanga. Wanyama wote wanakuwa mchanga. Sasa kishindo kinakuja kwa binadamu. Ukifaulu mtihani peponi milele, ukifeli motoni milele. Allah tujalie tuwe ni watu wa peponi. Wa idhal wuhushu hushirat, wanyama watakapokusanywa siku ya kiyama kwa pamoja. Halafu Allah akasema wa idhal biharu sujirat, bahari itakapowashwa moto. Bahari itakapowashwa
moto. Hii pia ni siku ya kiyama. Hii ni siku ya kiyama, wa idhal biharu sujirat. Na siku hii bahari itawashwa moto. Bahari itawashwa moto. Na wapo ulama wanasema kwamba chini ya bahari kuna moto. Chini ya bahari kuna moto. Kwa hiyo siku ya kiyama bahari itakuja kuwashwa moto na watu wasijue pa kuelekea. Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake cha Bulughul Marami, nukta moja nataja. Katika hadithi yake ya mwanzo kuna hadithi inasema kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameulizwa kuhusu tohara ya maji ya bahari. Naeleza kidogo masala fiqhia. Bwana Mtume akasema alhillu maitatuhu, anasema huwa tahuru mauhu alhillu maitatuhu. Maana yake maji ya bahari ni tahara, unaweza kutia udhu, na kitoweo na samaki waliokuwa mule ni halali, mnaweza mkala. Sasa katika hadithi hii ukisoma sherehe yake na ufafanuzi wake utakuta wanazuoni wengi wamekubaliana kwamba maji ya bahari ni inafaa kutawadha, kutia udhu, na hii ni wanazuoni wamekubaliana kabisa. Lakini sasa kuna baadhi ya maswahaba wakubwa wa Bwana Mtume ambao zimepokelewa riwaya zao zinathibitisha kwamba maji ya bahari haifai kutilia udhu, na kama mtu atakosa maji ya kawaida bora atayammam kuliko kutia udhu kwa maji ya bahari. Ni nani na nani hao katika maswahaba ambao wamesema hivyo? Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amri na Sa'id ibn al-Musayyib. Hawa watu watatu ndio wamesema kwamba haifai kutilia udhu kwa maji ya bahari. Lakini pia vile vile sitaki niingie katika masala ya riwaya. Wanazuoni wengi wa hadithi wanasema kauli yao hiyo sio kwamba wamesema kweli, wamezuliwa tu basi. Ni masala ambayo hayana uthibitisho kwamba kweli wamesema hivyo, hayana uthibitisho. Ndio ukisoma katika masala ya hadithi ndio wanasema. Isipokuwa kuna nukta nataka nizungumze. Kwa nini nikataja haya mambo? Wapo wengine wakasema katika hao wanasema haifai kutilia udhu. Kwa sababu gani? Wakataja sababu. Wakasema kwa sababu katika bahari kuna moto. Kwa sababu katika bahari nini? Kuna moto. Wakasema hivyo. Hapa tunasema aya wa idhal biharu sujirat, bahari itakapowashwa moto. Wao wakasema kwa sababu katika bahari kuna moto. Imam Ibn Qudama al-Maqdisi katika kitabu chake cha Al-Mughni, Ibn Qudama al-Maqdisi katika kitabu chake cha Al-Mughni na al-Imam al-Mawardi ambaye wametoa habari hizi, Imam Ibn Qudama akasema maneno mazuri sana kuwajibu hawa wanaosema kwamba maji ya bahari tusitie udhu kwa sababu kuna moto. Akasema hivi: ikiwa hayo wanaoyasema kwamba katika bahari kuna moto, ima itakuwa ni hali mbili, ima sasa hivi au katika maisha ya baadaye. Ikiwa anasema kwamba sasa hivi katika bahari kuna moto, fa huwa khilaful waqi', hayo ni masala ambayo yanaenda kinyume na uhalisia, yanaenda kinyume na nini? Na uhalisia, kwa sababu sisi tukienda baharini hatuoni kwamba kuna moto. Sasa vipi tunaambia kuna bahari na moto? Mbona hatuoni huo moto? Khilaful asli, maana yake ni kwenda kinyume na ile asili ambayo tumezoea katika bahari hakuna moto. Au kama anakusudia kwamba katika bahari kuna moto, anakusudia siku ya kiyama ambayo ndio aya yetu inazungumza kwamba siku ya kiyama bahari itawashwa moto. Kama anakusudia siku hiyo, basi falama ni alana min dhalik, sisi hatuna kizuizi cha kutia udhu, kwamba maana issue ni siku ya kiyama, sio sasa hivi. Kama kuwashwa moto bahari itawashwa siku ya kiyama, sio sasa hivi. Kwa sasa hivi ni halali maji ya bahari kutilia udhu. Akajibu kwa namna hiyo. Hayo masala nimeyataja kwa sababu siku ya kiyama bahari itakuja kuwashwa moto. Sasa kama bahari itawashwa moto siku ya kiyama, kwa hiyo maji ya bahari sasa hivi yako salama na hakuna kizuizi kwamba tuseme tusitie udhu katika maji ya bahari. Wa idhal biharu sujirat, bahari itakapowashwa moto. Na katika bahari kuna masala mengi tutaeleza, lakini haya naacha katika aya ya mbele, sura ya mbele. Tutakuja kusoma katika sura al-Infitar, tutakuja kuisoma bahari na namna ilivyo na nini kila kitu. Katika aya inosema wa idhal biharu fujirat, wa idhal biharu fujirat, bahari itakapotumbuliwa. Bahari itatumbuliwa siku ya kiyama. Itatumbuliwa vipi bahari? Tutakuja kusoma katika sura ya mbele, sura al-Infitar. Halafu Allah akasema wa idhan nufusu zuwijat, ni aya ya 7 hiyo. Wa idhan nufusu zuwijat, nafsi zitakapochanganywa. Zuwijat
asili yake zaja, yazuju, zaujun. Zauju maana yake ni kitu pea na kichanganya, ndio maana wanandoa wanaitwa azwaj, maana yake wamechanganyika. Baada ya kwamba wamekaa kila mtu kivyake vyake, wakakutana wakachanganyika, azwaj. Na kitu chochote pea kitaitwa zaujun. Kiatu pea, kulia na kushoto, zaujun. Kwa hiyo kitu chochote kilichokuwa pea kinaitwa zaujun. Kwa hiyo zuwija maana yake nafsi zitakusanywa, zitawekwa sehemu moja na nini? Sasa hapa wanazuoni wakasema kwamba inazungumziwa siku ya kufufuliwa, kwamba siku ya kufufuliwa nafsi zitachanganyishwa na kiwiliwili, kwa sababu mtu anapokufa roho inatengana na kiwiliwili, na ndio kifo kinaitwa. Lakini watu wakifufuliwa roho zile zinarejeshwa, zinachanganyishwa na viwiliwili. Ndio Allah anasema wa idhan nufusu zuwijat, nafsi zitakapochanganywa. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya ya 8, wa idhal mauudatu suilat, mtoto wa kike atakapoulizwa siku ya kiyama. Mtoto wa kike ambaye amezikwa hali ya kuwa yuko hai ataulizwa siku ya kiyama. Ataulizwa vipi? Bi ayi dhanbin qutilat, kwa makosa gani umeuawa? Hii ni kesi ambayo ni tabia ya wa Makuraishi kipindi hicho, walikuwa wakiwazika watoto wao wanawake walikuwa waduchu. Na si makabila yote, sio makabila yote, ni baadhi tu ya makabila, ni baadhi tu ya makabila. Katika kile kitabu cha sira tunachosoma mahali kile, ukisoma katika mlango huu al-mujtama'u al-arabi, yani jamii ya Waarabu, kuna mlango mzima anaeleza mada hii. Anasema sio makabila yote, ni makabila mawili katika makabila zaidi ya 100 au 200. Akataja sijui Banu Kinana na Bani nani, makabila mawili ukiangalia utakuta. Kwa sio makabila yote wenye tabia hizi, ni makabila machache sana. Walikuwa wanafanyaje? Wanawazika watoto wao wakiwa wako hai. Kwa nini wanawazika? Sababu ya kwanza, alfaqru, wanahofia ufakiri, kwamba watoto wakiwa wengi hawa watakuja kuleta ufakiri. Na sababu hii ikawafanya wao wakawa wanawaua watoto wa kike, na wa kiume pia vile vile anawaua. Watoto wa kike wanawaua kwa sababu ya ufakiri, lakini pia wana sababu nyingine. Sababu nyingine ipi? Si rahisi kuikuta katika vitabu vya sira vingi, lakini utaikuta katika vichache ya vitabu hivyo. Wanasema ni sababu ya wivu, yani wivu wa kupindukia kwa wazee juu ya watoto wao wa kike, kwa sababu wanahofia mtoto wake asije akafedheheka kabla ya ndoa, kwa sababu ilikuwa ni watu ambao wanajiheshimu, ni watu ambao wanaheshimu familia zao na heshima zao. Kwa hiyo kitu cha aibu kama hichi kutokea katika familia ilikuwa ni aibu kubwa. Mtu anaweza akakaa asisemeshwe na familia yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto wake wa kike amefanya mahusiano na mwanamume kabla ya muda wake wa ndoa kufika. Kwa hiyo kutokana na akili zao fupi, wakaona njia salama ya kuliepusha hii aibu, wakaona bora mtu amuue tu mtoto wake amzike. Kwa hiyo akipata mtoto wa kike kwanza anaumia, kwa nini mmeza mtoto wa kike mimi? Anamchukua mtoto wake anamzika hali ya kuwa yuko hai, hali ya kuwa hawajui kwamba hii ni dhuluma kubwa sana. Ni masala marefu sana haya ya watu kuwazika watoto wao. Hata katika kitabu cha Khulasa Nurul Yaqin katika mlango wa 13, mlango ambao umepewa jina halatul arab qabla al-islam, hali ya Makuraishi kabla ya Uislamu, anasema hivi: kana al-arabu qabla al-islam mushrikina ya'buduna al-asnama wa yuqaddisunaha wa kanu yaqtuluna awladahum khawfan min al-ju'i wal-faqri wa yadfununa banatahum wa hunna hayatun khashyata al-'ari wal-'aib wa kanu mutanafirina mutashajirina yuharibu ba'dhuhum ba'dha li awhal asbab. Ambia hao Makuraishi mwanzo walikuwa ni watu wajinga, ni watu ambao wanaabudia masanamu, wanayatukuza, wanaua watoto wao wa kiume eti kwa kuogopea njaa, wanawazika watoto wao wa kike eti kwa kuogopea aibu. Walikuwa wakipigana, wakishambuliana, wakiuana kwa sababu za kijinga. Allah anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin, wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri, kwa sababu sisi ndio tunaudhamini riziki za watoto wenu na nyinyi pia la kuruzukuni, nyinyi hamtoi riziki. Kwa hiyo kuwaua sio sababu kwamba labda riziki ndio itakuwa nyingi, kwamba watoto wakiwa wachache nyumbani na chakula kitakuwa kingi. Hapana, mimi ndio ninaotoa riziki. Unaweza mkawa na mtoto mmoja na msipate chochote, na unaweza ukawa na watoto wengi katika familia na mkawa mnakula, mnatosheka na mnarizika. Kwa hiyo walikuwa wakiwazika watoto wao. Na pia kuna athari ya Umar ibn al-Khattab, lakini inawezekana ikawa kweli au si kweli, nasimuliwa kwamba na yeye pia aliwahi kumzika mtoto wake maskini. Lakini inawezekana pia ikawa si kweli, ikawa ni sadiki ukipenda tu, watu wanatoa tu sadiki ukipenda. Kwa hiyo wa idhal mauudatu suilat, watoto wa kike watakapoulizwa siku ya kiyama
bi ayi dhanbin qutilat, kwa makosa gani umeuawa. Ataulizwa mtoto wa kike, umeuliwa kwa sababu gani? Halafu Allah akasema wa idha suhufu nushirat, na mabuku yatakapogaiwa. Mabuku yatakapogaiwa maana yake mafaili ya matendo. Allah anasema kila mtu amepewa malaika wa kulia na kushoto, anaandika mema na maovu. Hasa siku ya kiyama haya mabuku, mafaili, kila mtu na matendo yake atapewa, aangalie kile alichokitenda. Wa idha suhufu nushirat, mabuku yatakapogaiwa. Kuna mwanazuoni mmoja anaitwa al-Imam al-Qahtani. Al-Imam al-Qahtani ametaja katika mashairi yake ya Nunia, na mashairi haya napenda sana kuyataja kwa sababu ni katika kitabu muhimu sana. Mwanazuoni huyu ameeleza katika kitabu chake hicho au katika mashairi yake haya elimu nyingi sana, na hasa mambo ya akhlaqi, mambo ya tabia na mambo ya akida, siku ya kiyama namna itakavyokuwa. Akataja pia mambo ya fiqhi, akaeleza mambo mengi, ni mabeti mengi, anafika 672. Sasa wakati anaeleza kuhusu siku ya kiyama, miongoni mwa abiyati zake ambazo amezieleza anasema yaumul qiyamati law alimta bihaulihi la fararta min ahlin wa min awtani, yaumun abusun qamtarirun sharruhu wa tashibu fihi mafariqul wildani wal kutubu yawma idhin tatayaru fil wara bishama'ilil aidi wa bil aymani. Anasema yaumul qiyama, hiyo siku ya kiyama hiyo, law alimta bihaulihi, siku ambayo lau iti utajua zile shida zake, basi la fararta an ahlin wa an awtani, ungewakimbia watu wako wote na jamaa zako wote, ungewakimbia. Hii ndio kama ile aya tuliyosoma katika sura iliyopita, Abasa, yauma yafiru almar'u min akhi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, mama yake, baba yake, wanawe, mkewe, wote atawakimbia. Ndio hii la fararta min ahlin wa min awtani, ungewakimbia watu wako wote hawa. Alafu akasema yaumun abusun qamtarirun sharruhu, hiyo ni siku ya kiyama, ni yaumun abusun, ni siku ambayo utakunja uso wako kutokana na shida za siku hiyo. Qamtarirun sharruhu, ni siku ambayo ni ngumu shari zake. Watashibu fihi mafariqul wildani, hata nywele za mtoto mduchu basi zitaota mvi siku ya kiyama. Alafu akasema wal kutubu yawma idhin tatayaru fil wara, na mafaili ya madaftari ya matendo siku hiyo yatagaiwa kwa wale viumbe, watapewa wenyewe madaftari yao bishama'ilil aidi wa bil aymani, kwa mikono yao ya kushoto na kwa mikono ya kulia. Kila mtu atapewa faili lake kwa mujibu wa matendo yake. Wakorofi na waovu watapewa kwa mkono wa kushoto, na wema watapewa kwa mkono wa kulia. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabbi tujalie tuwe miongoni mwao. Wa idha suhufu nushirat, madaftari yatakapogaiwa. Katika aya ya 10 anasema wa idha samaa'u kushitat, na mbingu itakapokunjwa. Kule kasema jua, hapa sasa anasema mbingu itakapokunjwa. Wa idhal jahimu su'irat, na moto wa jahim utakapokolezwa, utakapochochewa uzidi kuwaka. Wa idhal jannatu uzlifat, na pepo itakapopambwa. Moto utakapokolezwa na pia pepo vile vile itakapopambwa. Na niliwahi kusema na narejea tena, katika kanuni ya Qur'ani ikizungumzia siku ya kiyama, basi haizungumzii upande mmoja. Akitaja pepo atataja na moto, au akitaja moto kwanza atataja pepo, au akitaja watu wema atataja na watu waovu, akitaja watu waovu atataja na watu wema. Yani engeli mbili hizi lazima ziwe pamoja, baina al-khawf war-raja, baina at-targhib wat-tarhib, baina kuogopa na kutarajia, baina kupendezeshwa na kuhofishwa. Hiyo lazima ikuwepo. Hutokuta katika Qur'ani sehemu, au ni mara chache sana kukuta sehemu imetajwa moto alafu pepo haijaelezwa, au ikatajwa pepo alafu moto haujaelezwa. Japo kimoja kitaelezwa, inawezekana kimoja kikielezwa kwa upana zaidi, kimoja kikielezwa kidogo, vyovyote itakavyokuwa, lakini vitu viwili hivi mara nyingi vinakuwa pamoja. Na ukifanya uchunguzi katika sura tulizozipita, kuanzia Nabai imetajwa siku ya kiyama, Naziati imetajwa siku ya kiyama, Abasa imetajwa siku ya kiyama, Takwir siku ya kiyama, Infitar siku ya kiyama, zote zimetajwa siku ya kiyama. Utakuta kwamba Allah anataja watu wa peponi na wa motoni. Kwa hiyo alipotaja moto akasema wa idhal jahimu su'irat, moto utakapochochewa. Akataja pepo akasema wa idhal jannatu uzlifat,
na moto na pepo itakapopambwa. Huu moto huu kila siku unamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, wao unasema kwamba katika moto watakuja makafiri, watu wakorofi watakuja humu, mbona kila siku huwaleti tu? Moto unasema, na moto habari zake ndefu, maana yake moto unazungumza. Zimekuja aya nyingi zinazungumzia kwamba moto unasema. Moto una hasira. Katika Mulki kule, takadu tamayyazu min al-ghayz, yani moto unakaribika kuchanika kutokana na mihasira ambayo ulikuwa nao. Moto unaita sasa, yani ile shauku na hamu, moto unakuita, njoo hapa. Watu wako katika uwanja wa mahshari, wako katika uwanja wa hisabu, hata hawajapewa hukumu ya kwenda motoni. Ule moto manake una hamu, mbona hawaji tu? Mpaka sasa unaamua kuita wenyewe, bado hata hujapewa ruhusa. Njoo. Wewe ndio ulikuwa ukimwasi Mwenyezi Mungu, njoo hapa. Au ambia subiri kwanza, hawa kwanza wanahesabiwa, hao watakuja tu. Njoo. Allah asema katika sura Maarij, tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa aw'a. Moto utakuwa unamuita, unamuita wewe fulani, njoo. Unamuita nani? Man adbara wa tawalla, yule aliyefanya kiburi. Unaona moto unaita. Kwa hiyo moto habari zake, ukiusoma moto, ukisema uzikusanye hizi aya za Qur'ani ambazo zimezungumza moto tu, utakuta moto habari zake ni ndefu sana. Na ukisema ukusanye aya zinazozungumzia pepo tu, uanze kuelezea moja baada moja, utaburudika sana tu kabla hata hujaingia. Allah tujalie ni watu wa peponi. Wa idhal jahimu su'irat, moto utakapochochewa. Basi moto huu unamwambia Mwenyezi Mungu, mbona hawaji tu? Allah sema tulia, laka fiha kullu kafirin wa kafira, kila ambaye atamkufuru Mwenyezi Mungu ataingia katika moto huu, halafu atafungwa na minyororo. Na pepo namwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ulituambia kwamba kuna waja wema ataingia, uko wapi? Mbona hatuwaoni? Allah ataambia, msijali nyie, watakuja tu. Laka fiha kullu mu'minin wa mu'mina wa muslimin wa muslima alladhi istakhdama waqtahu fi ibadati llah, ataingia humo kila muumini na muumini wa kike wa kiume ambaye ameutumikia umri wake wote katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu uzlifat, moto utakapopambwa na kukurubishwa. Hapo sasa, alimat nafsum ma ahdharat, nafsi ndio itajua kile ilichokitenda. Wakati huo moto ushachochewa na kule pepo ishazidi kupambwa na kutiwa mauturi na mafuta manukato mazuri, ile nafsi yenyewe itatambua kwamba mimi makazi yangu motoni, au mimi kwa mujibu nilivyotenda mimi peponi tu. Ile nafsi yenyewe itaelewa. Alimat nafsum ma ahdharat, jawabu alqasam hiyo, jawabu shart. Ile nafsi yenyewe itaelewa kile kilichotenda. Fala uqsimu bil khunnas. Sasa baada ya hapo kutaja mazingira siku ya kiyama, Allah anaingia katika mazungumzo mengine, anasema fala uqsim bil khunnas katika aya ya 15, naapa na nyota. Fala uqsimu bil khunnas, naapa na nyota. Hizi nyota hizi zimepewa jina la al khunnas kwa sababu zinazama, zinachomoza na kuzama. Ni nyota zipo, ukikaa utakuta saa nyingine kuna kama nyota inatembea kwa kasi alafu inajificha. Unaona kwa mbele iko kule alafu inajificha. Hii ndio nyota Allah anaizungumzia. Al-khanasu katika lugha ya Kiarabu maana yake al-ikhtifa, ni kitu kujificha. Shetani katika majina yake anaitwa al-khannasu, limetajwa katika Qur'ani, wa min sharri al-waswasil khannas, wa min sharri al-waswasil khannas. Na ninajikinga kutokana na shetani mwenye kutia wasiwasi katika nyoyo za watu, al-khannas, alafu anajificha. Kwa sababu shetani hakuji moja kwa moja akakushawishi, anakuja kwa mbinu, kwa technique. Anakushawishi kiduchu tu alafu anajificha na pembeni. Anakushawishi alafu anajificha. Ndio sifa yake, ndio maana akaitwa shaytanul waswas al-khannas. Al-khannas maana yake anakushawishi anajificha, anakushawishi anajificha. Ndio maana utamkuta mtu kuna baadhi ya kipindi anakuwa 5 salawati, anajitahidi kusimamisha swala, lakini inafika kati haswali. Kuna kipindi anaswali, sasa kipindi anachoswali yule shetani akashajificha, lakini utamkuta saa nyingine haswali, shetani kashamjia, anakuja anajificha, ndio al-khannas, mwenye kujificha. Fala uqsimu bil khunnas, na hapa na nyota. Hizi nyota akazitafsiri katika aya mbele, al-jawari al-kunnas. Al-jawari al-kullas ni nyota ambazo zinatembea kisha zinajificha. Al-jawari zinatembea, al-kunnas halafu hizo zinajificha. Kwa sababu kanas maana yake kujificha pia vile. Kanas maana yake ni maficho. Kanas maana yake maficho, machimbo. Al-jawari al-kunnas kwa zenye kuchomoza halafu pia zinajiingiza katika machimbo yake, katika maeneo yake, manazili zile.
Kwa aljawari alkunnas zinadhihiri na kutembea na kujificha. Walaili idha as'as, na napa na usiku utakapoingia. As'as maana yake utakapoingia. Wasubhi idha tanaffas, na napa na asubuhi itakapopumua, maana yake asubuhi itakapochomoza, itakapoingia pia vile vile. Innahu laqawlu rasulin karim. Kwa nini nimeapa? Nimeapa kwa sababu kuna jambo kubwa nataka kulizungumza kuhusu hii Qur'ani, au kuhusu huyu Jibril. Innahu, hakika huyu Jibril, innahu al-dhamir yaudu ila al-Qur'an, hakika hii Qur'ani, innahu, hakika hii Qur'ani la qawlu rasulin karim, ni kauli ya mjumbe aliyekuwa ni mheshimiwa, karim, mwenye heshima. Hapa anayekusudiwa ni nani? Wako wanazuoni ambao wanasema rasul anayekusudiwa hapa ni mtume, na wapo wanazuoni ambao wanasema kwamba hapa rasul anayekusudiwa ni nani? Ni Jibril. Lakini kauli yenye nguvu ni Jibril. Innahu la qawlu rasulin karim, hakika hii Qur'ani ni kauli ya mjumbe aliyekuwa anaheshimika. Kwa sababu gani? Aya za mbele hizo zinajulisha kwamba ni Jibril. Dhi quwwati, mjumbe yenyewe ni mwenye nguvu. Inda dhil arshi makin, ana nguvu tena huko katika arshi ya Mwenyezi Mungu. Jibril huyo. Muta'in, ni mwenye kutiiwa na malaika wote. Thamma, dharfu makan lilbaid, manake thamma, anatiiwa wapi? Huko katika ikulu yao, huko katika mazingira yao wanaoishi huko. Thamma manake anatiiwa huko. Amin, halafu sifa nyingine pia ni mwaminifu. Jibril ana nguvu, ni mwaminifu. Muta'in thumma amin. Halafu Allah baada ya kumzungumza Jibril akamzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema wama sahibukum bimajnun, huyu rafiki yenu si mwendawazimu. Huyu Muhammad si mwendawazimu, kwamba mnaposema kwamba Muhammad ni mwendawazimu, Muhammad kachizika. Hapana, sio mwendawazimu. Wama sahibukum bimajnun, hakuwa huyu mwenzenu kwamba ni nani? Ni mwendawazimu. Wala qad raahu bil ufuqil mubin, kwa hakika Muhammad amemuona Jibril kwa upeo wa wazi. Raahu, Muhammad amemuona Jibril bil ufuqil mubin, kwa upeo wa wazi kabisa. Sasa ru'ya ya hapa itakuwa ni ru'ya ya macho, kwa sababu imekuja na mafuulu moja. Raahu bi maana raa Muhammad Jibril, mafuulu bihi moja, kwa hiyo itakuwa ni ru'ya ya macho. Umefahamu? Wala qad raahu, na amemuona Muhammad Jibril bil ufuqil mubin, kwa upeo wa wazi, maana yake live. Hii ni katika sehemu gani? Ni katika safari yake ya Mi'raji, kwamba bwana mtume alimuona Jibril katika umbile lake la umalaika. Na ulama wanasema, na mara nyingi swali hili huwa naulizwa na vijana wa skuli katika mitihani yao, bwana mtume alimuona Jibril katika umbile lake la malaika mara ngapi? Mara mbili tu katika maisha yake yote. Bwana mtume amemuona Jibril katika umbile lake la umalaika mara mbili. Mara ya kwanza wakati anapewa wahi katika gharu Hira, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, pale Jibril alikuja katika umbile lake la umalaika na mbawa zake 300 zile, na mbawa moja ni sawa sana dunia nzima. Sasa hizo 300 sijui zilikuwaje, ni kubwa sana. Na mara ya pili alimuona wakati wa safari yake ya Mi'raji, huko Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril kama Ahmad Shauki anavyosema katika mashairi yake, alimuona kule katika umbile lake la umalaika, katika mabeti yake, asra bika Allahu laylan idh malaikuhu warusulu fil masjidil aqsa ala qadami. Kwa hiyo mara mbili bwana mtume alimuona malaika Jibril kwa umbile lake la malaika, lakini mara zote Jibril anapokuja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajifananiza na binadamu mmoja, sahaba mmoja msafi ambaye anaitwa Dihiyatul Kalbi. Ni sahaba ambaye muda wote anakuwa yuko madhubuti mavazi yake, mashallah, Dahiyatul Kalbi. Na habari hizi ni habari ndefu kabisa. Saa nyingine Dahia anakuja anamgongea bibi Aisha, bibi Aisha anamwambia Dahia, bwana mtume kalala, bwana toka, bwana mtume kalala, usimsumbue. Kumbe sio Dahia maskini, ni Jibril katika vita vya Ahzab ile kutokea, na ishatokea mara chungu mzima. Dahia anakuja kwa bibi Aisha anadhani ya Dahia, kumbe sio Dahia, ni Jibril. Wala qad raahu bil ufuqil mubin, Muhammad amemuona Jibril kwa umbile lake la umalaika kwa upeo wa wazi. Lakini wapo baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba hapa Muhammad alimuona Mwenyezi Mungu, lakini hiyo hakuna usahihi katika hili kwamba Muhammad kamuona Mwenyezi Mungu, hilo halina usahihi. Huyu aliyekusudiwa hapa ni Jibril. Wama huwa ala alghaibi bidhanin, Muhammad huyo hakuwa Muhammad kuhusu huu wahyi huu ni mwenye kubania,
Manake Muhammad wahi wake habani, akipewa anakipeleka kile kile. Ndio kesi tuliyozungumza katika sura Abasa, wahi anaopewa mtume ndio anaopeleka, hafichi. Lakini wengine wakatafsiri kwamba Muhammad hakuwa kwa huu wahi ambao amepewa na utume ni mwenye kutuhumiwa, kwamba si mwendazimu, ni mtu mwenye akili zake. Wama huwa biqauli shaytanir rajim, na haya maneno anayozungumza sio kauli ya shetani aliyelaaniwa. Fa aina tadhhabun, sasa mnakwenda wapi katika kudai kwenu huko mnavyosema kwamba Muhammad ni mwendazimu? Haya madai yenu haya mmeyatoa wapi? Mnaenda wapi na mnaelekea wapi? Aina tadhhabun, mnaelekea wapi? Na mtambue kwamba in huwa illa dhikrun lilalamin, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa wale walimwengu. Na hii tushazungumza sana kwamba pamoja na mawaidha yote ambao wanapewa Makuraishi kwamba katika dawa hakuna kumforce mtu, hakuna kumlazimisha mtu, ukitaka utaamini, hutaki basi. Tumeshazungumza katika tafsiri sura Abasa, faman shaa dhakar, atakayetaka atakumbuka, alikuwa hataki basi asiamini. Na hii Qur'ani kwamba haimforce mtu, haimlazimishi mtu. In huwa illa dhikrun, hii Qur'ani ma huwa, haikuwa isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote, lilalamin, kwa walimwengu wote. Na tafsiri sahihi useme kwa vilimwengu vyote, kila kitu kabisa. Na nini maana alalamin? Ukitaka kujua alalamin maana yake kwamba kila asiyekuwa Mwenyezi Mungu kinaingia katika alalamin. In huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim, atakayetaka kati yenu kufuata msimamo huu na kakaa katika mstari uliokuwa sawa, basi wewe kashafuata na kashaongoka, itakuwa ni khairi kwake. Wama tashauna, lakini pamoja na kutaka kote kwenu huko na maamuzi yote ambayo nyinyi mnayatoa katika kuifuata Qur'ani na matashi yenu, basi muelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekujalieni, yeye amekujalieni nyinyi mkapata taufiki ya kuifuata Qur'ani hiyo. Msije mkajiona kwamba nyinyi mmeongoka, mkaa mmejiona mmekaa msikitini hapa na wengine mliokaa vibarazani mkawaona hawa wajinga. Hapana. Yani hiyo kukujalieni Allah kuwepo hapa katika darasa hii na mkasikiliza mawaidha haya, basi ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na mnatakiwa muishukurie neema hiyo. Wama tashauna, katika kufata mstari ulionyoka hamtofata njia hiyo illa isipokuwa an yasha Allahu, pale Allah atakapotaka kukuongoeni nyinyi. Allah ambaye rabbul alamin, ni mlezi wa vilimwengu vyote, vilimwengu vyote. Hapa alalamin, alhamdulillahi rabbil alamin, inatafsiriwa shukrani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu, mola wa walimwengu wote. Lakini mimi naona kwamba kusema walimwengu wote ni sahihi, lakini ni vizuri zaidi ukisema vilimwengu, kwa sababu ukisema walimwengu inawezekana ni kama unakusudia wanadamu tu basi, wanadamu, wanyama, walimwengu. Lakini ili ienee kwa kila kitu tuseme vilimwengu vyote, maana kila kitu cha ulimwengu basi yeye ndo anakilea. Allah subhanahu wa ta'ala, majumba, misikiti, majabali, yeye ndo anayashughulikia. Kwa hiyo vyote hivi ni vitu vinaingia katika vilimwengu, na wanadamu pia atakuwa ni wanaingia katika vitu shay'un. Kwa hiyo tukisema kwamba ni mlezi wa vilimwengu vyote, itaingia wanadamu na sio wanadamu, vyote Allah subhanahu wa ta'ala anavishughulikia na kuvilea. Kwa hiyo ilikuwa ni tafsiri kwa ufupi kuhusu suratut Takwir, wa hadha ma tayassara iradu wa tahayya aidadu fi tafsiri al-atira wa maani an-nadhira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بيننا ألفة ومحبة وقرارا. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.